katika mwambao wa bahari ya Mkindi. Vijana wamechagua njia ya matumaini. Kwa mikono yao wanalima mwani, wakiandika historia ya mafanikio ya kesho. Mwani ni maisha. Mbegu zetu tukishazipanda zinakaa kwa muda wa miezi miwili, yani ni mvua 4. Baada ya hapo ni mwani umekamilika kuvunwa. Baada ya kuvunwa tunauchukua hapa na kupeleka kwenye kaushio kuanika. Baada ya kuanika hapo ndio tunaingiza mwani wetu sokoni, ambao hatuna soko la kawaida, ni madalali. Dalali apite ili na sisi tuuze. Lakini kwa sasa pia hatuuzi mwani tu kama mwani hafi. Tunauza mwani kwa kupa samani, ambao tunatengeneza bidhaa zetu. Kwanza tutanunua vitendea kazi, ni kwamba tushakuwa tumepiga hatua nyingine. Baada ya kuenda labda kutengeneza kwa mtu nje na kikundi, tutakuwa tunajitengenezea wenyewe. Ni mafanikio ambayo tutakuwa tumeyapata kutokea huo mkopo. Na pia huku tutaongeza mwani wetu, tutakuwa tunaongeza kamba. Pia tumepata mafanikio kupitia huo mkopo wa serikali. Kwa hiyo changamoto ambayo tunakabiliana nayo kwa sasa ni mabadiliko ya tabia nchi kwa huku Pwani. Na kwa juu ni kama vilivyokuambia, yani uhaba wa vitendea kazi. Tofauti na hapo tutakuwa tunasonga mbele. Serikali na jamii kwa ujumla, baada ya kupata mkopo na kuingia na kupata manufaa, itegemee mabadiliko na manufaa endelevu ya kikundi chetu. Tunasonga mbele Mkinga. Hapo mwanzoni tulikuwa tukilima mwani na tunauanika katika maturubai chini, lakini baada ya kupata elimu ya uongezaji thamani mwani, jinsi ya kuanika, kwa hiyo tukapata kaushio la kuanikia na hii mashine kwa ajili ya kuchakatia mwani. Tunaishukuru serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na chuo cha mipango vijijini, wakishirikiana na serikali ya watu wa Japani pamoja na UNDP Tanzania. Hawa walikuja wakatupa elimu bora ya upandaji. Walianza kutupa elimu ya upandaji, namna ya kupanda, tunatakiwa tupandeje. Baada ya hapo wakatupa elimu ya kukausha, namna ya kukausha mwani. Baada ya hapo wakatupa elimu ya namna ya kuchakata mwani kuwa unga. Baada ya kutupa elimu ya namna ya kuchakata mwani kuwa unga, wakatupa elimu ya namna ya kutengeneza bidhaa. Ni shukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Jemedari Mama Mpambanaji Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuwekea wizara ya vijana. Sasa hivi vijana tunasikika, tunaonekana. Kwa hiyo yani serikali tuko nayo bega kwa bega, hususan kwa wakulima wa mwani, kwamba tunachokisema na wanaona namna gani wakulima wa mwani wanapopata dhiki na kuuza mwani hafi, kwamba wanapata hasara. Ndio maana wakatutatulia changamoto zetu ili tuweze kuuza mwani kuwa bidhaa, kupeleka bidhaa ili tuuze tupate kipato. Nawasihi na kuwaomba vijana wa Kitanzania tuingie katika mchakato huu wa kuunda vikundi, tuandike proposal ili tuweze kupata mikopo hii 10%, tujikite kwenye hizi ajira za kujiajiri wenyewe, kwani zina faida kuliko. Mwani ni tumaini, mwani ni daraja la maendeleo. Kwa bidii na umoja tunasonga mbele Mkinga, pia tunaujenga pamoja. Alafu tukauchukua tena mwani, tukauosha. Baada ya kuanika tukauosha. Tukauroweka. Tunaweza kuuroweka tena tukauosha tena. Tukachukua mwani, tukaweka jikoni. Tukafanya kukoroga, tukapata juisi yetu hii hapa. Baada ya hapo tukachukua tena mwani, tukausaga unga. Tukaupika tena, tukatoa mafuta yetu ya mgando hapa. Mafuta ya mgando ni mwani kidogo, kama kijiko kimoja, ambacho kifika hata 50 ile. Lakini tunauza 2000 mafuta yetu hapa. Baada ya hapo tukachukua tena mwani huo kidogo tu basi, tukatengeneza shampoo.
na mwani wenyewe ni kidogo tukutengeneza shampoo, na hii shampoo ni 4,000. Tuna losheni yetu hii hapa vile vile ni ya mwani, na ni mwani kidogo, na pia tukatengeneza losheni yetu na nauza 4,000. Tukaja kwenye scrub hii. Scrub pia ni vile vile ni mwani wetu. Katika kutengeneza huo mwani, kutengeneza vitu vyote hivi hapa, ni mwani hata kilo 2 pia ufiki. Kwa vitu vyote viko mezani. Na hii hapa scrub ni shilingi 3,000. Hii hapa unaiona. Tumeenda wilayani pale tukafuata masomo. Pata masomo kwamba mtukitengeneza bidhaa muangalieni mwani, kwa tukatengeneza bidhaa zetu. Baada kutengeneza bidhaa zetu, tulipotengeneza tu basi siku ya kwanza tulikuwa na mafanikio baada kusaga umwani. Mwani tumechukua kilo kama 5 za mwani tukazisaga kwenye unga huo. Lakini baada ya kusaga hatuja kutumia wote, lakini vitu vyote tunapata. Kwa hiyo ndio tulikuwa na mafanikio kweli, vile alikuwa mwanzo tunasumbuka. Tunasonga mbele. Kupitia idara ya mifugo, kilimo na uvuvi, tunatoa mchango wetu mkubwa katika shughuli za uchumi wa bluu, hasa kilimo cha mwani pamoja na wavuvi katika mambo mbalimbali. Nikianza kwa wakulima wa mwani, tunatoa elimu kuhusu namna wakulima wa mwani wanaweza kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo katika uchumi wa bluu, hasa kwa upande wa kilimo cha mwani. Kwa mfano, kwa wilaya ya Mkinga tunahimiza wakulima wa mwani wajiunge katika vikundi, maana fursa nyingi katika uchumi wa bluu zinakuja katika vikundi. Mara nyingi huwa tunakutana nao, tunakuwa field, tunatoa elimu kuhusu kilimo bora cha mwani, kwa sababu kilimo cha mwani kinagharimu muda wa mkulima wa mwani pamoja na wanatumia nguvu. Kwa hiyo tunatoa elimu ili kuhakikisha kwamba mkulima wa mwani hapotezi katika kutumia nguvu zake, lakini pia katika kutumia mtaji wake ambao anaotumia kwenye kuwekeza kwenye kilimo cha mwani. Kilimo cha mwani inatakiwa kizingatie taratibu hizi za kilimo cha mwani ambazo zinatakiwa. Kwa mfano, mwani unalimwa katika maeneo ambayo hamna mwingiliano ya mto, kuhakikisha kwamba mwani ule hauharibiki. Umuhimu wa mwani una faida nyingi katika mwili wa binadamu, lakini pia hasa katika mazingira. Tukianza kwa mwili wa binadamu, mwani una madini ambayo mwili wa binadamu unayahitaji zaidi ya 100. Mwani una calcium, mwani una potassium, una magnesium, mwani una madini ya iodine ambayo yanasaidia kwenye tezi, hasa thyroid gland. Kwa hiyo wanapolima mwani wanasaidia kuleta huduma kwa jamii, kuimarisha lishe za jamii, watu wa pwani na watu wengine kwa ujumla wanaotumia ule mwani. Wakitumia rasilimali za bahari kujenga uchumi na kuleta maendeleo ya jamii. Mwani ni maisha, mwani ni tumaini, mwani tunasonga mbele, Kingam pia tunaujenga pamoja. Hawa ni vijana wa Mkinga, mfano wa kazi, mfano wa mafanikio, wakitumia rasilimali za bahari kujenga uchumi na kuleta maendeleo ya jamii.